Karibu sana wapenzi watazamaji, niweze kuwapasha yale yote ambayo yametendeka. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra, ni kope lako sikio tafadhali. Na kama haujaweza kujiunga na ukumbi huu, tafadhali piga subscription. Alafu sambaza hizi kanda kuelekea kwa vikundi vingi, ili taarifa hizi ziweze kuwafikia watu wengi kabisa. Nimegundua kwamba Samia anamuogopa rais wa Marekani Donald Trump. Na kwa wale ambao hamjui Trump, Bwana Trump huwa hachezi na mtu yeyote mwenye huwa anamchokonoa. Mtu mwenye anachokonoa Trump huwa hana huruma. Wiki chache ama siku chache ambazo zimepita, Samia alimteka raia wa Marekani, lakini mzaliwa wa Tanzania mwenye anaitwa Thadei Kweka. Ni mzaliwa wa Tanzania ndio, lakini amekaa Marekani kwa miaka mingi mpaka amepata uraia. Na Marekani ukishapata uraia, wewe sasa ni mali ya Marekani. Marekani itakutetea. Huyu Thadei Kweka yuko na uraia mbili, wa Marekani na wa Tanzania. Alikuja Tanzania kusalimia jamaa zake, lakini kwa sababu amekuwa akipinga serikali ya Samia, akatekwa na utawala huu, akafungiwa kwa jela, wakamfungulia mashtaka ya uhaini, eti kwamba alikuwa anaeneza taarifa za chuki kumchukia Samia kwenye vikundi vya WhatsApp. Wakamfungia kwa jela, wakaandaa mashtaka, wakamkimbiza mahakamani mbio mbio ili kumfunga. Lakini kumbuka kwamba Marekani kaandika barua wakitaka Kweka aweze kuachiliwa. Serikali ya Samia ikanuna, ikasema kwamba hawawezi wakamwachilia Kweka mpaka aweze kutoa nywila, yaani password ya simu yake, ili waone taarifa ambazo alikuwa anachapisha kwenye vikundi vya WhatsApp ambazo polisi wanasema kwamba ni za chuki, kumchukia Samia. Bwana Thadei Kweka akasema kwamba mateso ambayo hii serikali ilimpitishia, kumnyima chakula, kumuweka mahala ambapo hatangamani na mtu yeyote, hata wakili wake. Akasema kwamba amesahau password ya simu, kwa hivyo hana msaada wa kusaidia serikali kuangalia mitandao yake aswa WhatsApp. Serikali ikasema kwamba watamzuia mpaka ile siku ambayo atatoa nywila au kipende password. Sasa hii leo siku ya Jumamosi tarehe 3 Januari mwaka 2026, saa chache baada ya rais wa Marekani Donald Trump kushambulia taifa la Venezuela na wakamteka nyara rais wa Venezuela Nicolas Maduro, Samia ameogopa kwamba asipomwachilia huyo Thadei Kweka raia wa Marekani, huenda na yeye akakujiwa. Ameweza kumwachilia mara moja Thadei Kweka na kesi yake imezimwa. Wewe sijiulize, anawezaje akamwachilia Thadei Kweka siku ya Jumamosi, siku ambayo mahakama hazifunguliwi Tanzania ili kesi kusikilizwa, kwa sababu walikuwa wamemfungulia kesi ya uhaini. Samia ameogopa rais wa Marekani Donald Trump asimkujie Tanzania na yeye kumteka. Kumbuka kwamba hii serikali imejilazimisha kwa wananchi
wameua raia wengi wa Tanzania. Wengi wametekwa, hawajulikani waliko. Wengi wamefichwa, hawajulikani waliko. Akina Humphrey Polepole hawajulikani waliko. Wananchi wengi wameandikia Marekani barua, ikiwemo Mange Kimambi, Maria Sarungi, wakiomba Marekani kuingilia sasa kati ndani ya Tanzania, kumchukua Samia, kumteka jinsi ambavyo wameteka huyu rais wa Venezuela bwana Nicolas Maduro kwa sababu ya udikteta. Wamemteka Nicolas Maduro kwa sababu ya wizi, uuzaji madawa ya kulevya na mambo mengine. Sasa Samia ameogopa kwamba asipomwachilia huyu raia wa Marekani, na nimekueleza jinsi ambavyo bwana Tadei Kweka aliweza kupata uraia wa Marekani. Ukiishi Marekani zaidi ya miaka 5, kama wewe si mwanajeshi, unapata uraia. Unajua hata mimi saizi nitoke niende Marekani, kama sitaingia jeshi, itanihitaji zaidi ya miaka 5 au 4 hivi ndiposa niweze kupata uraia wa Marekani. Lakini nikitoka hapa mahala ambapo nilipo niende Marekani maybe kwa njia ya green card, nitaenda pale nikijihisi kujiunga na jeshi, nikijiunga na jeshi papo hapo mimi napata uraia. Na hapo hapo Marekani ndio itakuwa inakuchunga. Jinsi ambavyo Marekani iliweza kuandika barua wakitaka Tadei Kweka aweze kuachiliwa. Kwa sababu hii si demokrasia, mpenzi mtazamaji. Katika taifa ambalo liko na demokrasia, viongozi wa upinzani hawakamatwi. Viongozi wa upinzani hawakamatwi. Viongozi wa upinzani wanaachiwa uwanja wao kuweza kutekeleza majukumu yao ya kumulika wananchi. Yaani kumulika serikali, kuniradhi, sio kumulika wananchi. Viongozi wa upinzani wanaachiwa nafasi ya kumulika serikali. Lakini katika taifa ambalo linaona udikteta ndio unafaa kama Tanzania, viongozi wa upinzani kama sisi ambao tunamulika hii serikali hatuachiwi nafasi, na ndio maana wanaharakati wanatoroka kutoka Tanzania, kwa sababu wasipochunga maisha yao watatekwa na kudhulumiwa. Kina Mange Kimambi, kina Maria Sarungi unaona wako Tanzania. Na kuachiliwa huku kwa Tadei Kweka kumeweza kutendeka baada ya chama cha Chadema kuandikia Tanzania, yani kuandikia Marekani barua wakihitaji waweza kuingilia kati ili bwana Tadei Kweka aweze kuachiliwa. Jinsi ambavyo unaona hapo, mwanaharakati mwenye anaitwa Maria Sarungi ameweza kutoa taarifa, mpenzi mtazamaji, baada ya huyu Tadei Kweka kuweza kuachiliwa huru. Ameandika kwamba chezea Trump uone moto. Tadei Kweka has been released, yani ameachiliwa. US Tanzania Tadei was abducted, then held incommunicado by Samia Suluhu Hassan goons and finally released today after some bogus charged sheet and court order to unlock his phone. This thug denied Tadei access to US Embassy assistance. Suddenly, he is released. I think Maduro as warning. What think you, or what do you think? Eti funyoko. Fyoko. Simu sijui cyber crime, achaneni kabisa na huu ujinga polisi Tanzania. Trump hatakagi ujinga, sasa mtatunyanyasa sie, ila msicheze na raia wa nchi kama Marekani. Unaona? Sababu ambayo imeweza kufanya Samia kuweza kuachilia huyu raia ni kwa sababu amesikia kwamba Trump ameingia Venezuela, ametoroka na rais wa Venezuela. Kumbuka kwamba jeshi la Venezuela liko na vilipuzi kama vile kutoka China, kama vile kutoka Israel, kama vile kutoka Russia. Lakini Marekani iliweza kushusha hadhi ya wanajeshi wa Venezuela. Wakaingia Venezuela, wakamkamata rais wao na wakatoroka na yeye na first lady.
Sasa Samia amejiuliza, kama rais wa Venezuela anatekwa na wanatoroka na yeye sasa ni nani? Ameamua kupiga simu mbio mbio, huyu raia wa Marekani ameachiliwa mara moja. Sijui wazo lako ni lipi, ila Samia ni kaoga.